Habari na karibu tena kwenye muktasari wa soko unaoletwa kwenu na Zan Securities. Utakuwa nami Anastasia Dafi nikuletea yaliyojiri katika soko la hisa na hati fungani kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 10 Julai. Tukianza na soko la hisa la Dar es Salaam, kwa wiki hii kumekuwa na ongezeko kubwa katika mauzo. Mauzo yameweza kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 159.86 sawasawa na ongezeko la 473%. CRDB amerudi tena kuwa top mover na amechangia zaidi ya 89% katika mauzo kwenye soko la hisa kwa wiki iliyopita. Kampuni zingine zilizokuwa na mchango katika mauzo ni kama vile NMB aliyechangia 7.4%, TCCL aliyechangia 1.33% na TBL alikuwa na mchango wa 0.81%. Top gainers kwa wiki iliyopita, yani kampuni zilizoongezeka thamani ni kama vile Precision Air aliongezeka thamani kwa 15.94%, Bukoba aliongezeka thamani kwa 13.19% na kufunga wiki kwa bei ya 515. Maendeleo Bank aliongezeka thamani kwa 9.29% na kufunga wiki kwa bei ya 2000. DSC aliappreciate kwa 7.61% na kufunga wiki kwa bei ya 6790. Na kampuni zilizoshuka thamani kwa wiki iliyopita, yani top losers, ni kama vile Tatepa aliyopungua thamani kwa 8.16% na kufunga wiki kwa bei ya 450. Mkombozi Commercial Bank alifunga wiki kwa bei ya 3970 sawasawa na punguzo la 7.89. Tukihamia katika soko la hati fungani, wiki iliyopita Jumatano, BOT aliingia sokoni na kufanya mnada wa hati fungani ya miaka 20, hati fungani namba 710, na hati fungani hii ilikuwa inatoa riba ya 12.25. Na tukihamia katika soko la upili, yani secondary market turnover au mauzo yaliweza kupungua kwa zaidi ya 39% kutoka wiki iliyopita. Mauzo yaliweza kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 92.62 na total number of deals zilikuwa 142. Hati fungani iliyochangia zaidi katika haya mauzo ni hati fungani ya miaka 10 ambayo inatoa riba ya 11.44, na katika upande wa corporate bond au hati fungani za makampuni, hati fungani iliyochangia zaidi katika mauzo ni CRDB Albaraka Bond inayotoa riba ya 12% ambayo turnover yake ilikuwa around 2 billion.